Sifa za mashahidi wa Mungu. Kwamba mashahidi wa Mungu wanakuwa na sifa gani? Sifa ya kwanza ya watu ambao ni mashahidi wa Mungu, wanakuwa wanakiri neema yake kama ilivyowekwa wazi kupitia watakatifu wa zamani. Kwa watu ambao wameamua kuwa mashahidi wa Mungu, wanakuwa wanakiri neema ya Kristo na huruma ya nani? Ya Mungu. Lakini pia wanakuwa wanakiri ule upendo wa nani? Upendo wa Mungu. Jinsi alivyoupenda ulimwengu mpaka kama kumtoa mwanae kipekee ambaye ni Yesu Kristo, na Yesu akaja akavaa ubinadamu, akaja kutufia sisi wa dhambi. Wanakuwa naamini juu ya hicho kitu na wanakiri juu ya nini? Ya neno msalaba. Tusoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:18 anasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya nani? Ya Mungu. Kwa maneno msalaba kwa watu wanaopotea ni upuzi, lakini kwa watu wanaotaka kuokolewa, wanatamani kukombolewa, hii ni nini? Ni nguvu ya Mungu. Utasema ni nini? Ni uwezo wa Mungu. Kila mtu wote tuna taarifa kama tuliumbwa na Mungu na Yesu alikuja ulimwenguni akaja akaishi na sisi wanadamu, akafa. Lakini kuna taarifa zingine ambazo kuna baadhi hawaamini juu ya nini? Ya kifo cha Yesu. Sasa ukishakuwa ni mtu ambaye hutaamini juu ya kifo cha Yesu, kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae kipekee ambaye ni Yesu Kristo, akaja akaishi na sisi wanadamu, akatufia pale msalabani, lakini siku ya tatu afa akafufuka. Kama hutaamini juu ya hilo swala, ina maana wewe upo kwenye hatihati ya kufanya nini? Ya kupoteza mwelekeo. Lakini pia kwa watu ambao ni mashahidi wa Kristo, sifa nyingine ambao wanakuwa nayo, wanakuwa ni watu ambao wanatoa ushuhuda. Wanapoona Mungu amewafanyia jambo fulani au kitu fulani, hawaogopi kusema mbele za watu. Labda wao walikuwa wanaumwa, Mungu akawaponya, wanasema ukweli kwamba jamani, mimi nilikuwa na shida fulani, Mungu afanye nini? Amenisaidia. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 12 sura ya kwanza, tunaambia kama tunamshinda shetani kwa njia ya nini? Kwa damu ya mwana kondoo, kwa njia ya nini? Ya ushuhuda. Unapoona Mungu amekutendea kitu, sema, acha kuogopa. Unapokuwa unaogopa, basi ufanye nini? Utashindwa kumshinda nani? Ibilisi. Lakini kama unaona kuna kitu Mungu amekufanyia na ukakisema mbele za watu, ukakitangaza, basi amini utafanya nini? Tutashinda hila za shetani. Lakini kwa watu ambao pia watakuwa ni mashahidi wa Mungu, sifa nyingine ambao wanakuwa nayo, wanakuwa nakiri uwezo wa Mungu. Wanakuwa na watu ambao ni wepesi kukiri nguvu za Mungu na uwezo wake. Wanakuwa nakiri kwa watu, wanawaambia na kuhamasisha watu juu ya uzuri wa Mungu. Hao ni mashahidi wa Mungu. Ni mashahidi wa nini? Wa Mungu. Hawaogopi chochote. Wapo hata tawasimame barabarani na kutangaza ule ukweli na kuwasiwa, jamani, tutubu, ufalme wa Mungu na karibia, na kuambia watu. Hawa ni mashahidi wa Kristo. Hawaogopi chochote kile. Lakini mashahidi wa Kristo, sifa nyingine ambao wanakuwa nao, wanakuwa namsifia Mungu, wafanya nini? Na kutoa shukrani. Ni watu ambao wanakuwa namsifu Mungu. Hawaogopi siku na halaiki ya watu, hawaogopi sio watawaonaje, sio wataona ni washamba, hapana. Wenyewe wanakuwa namsifu Mungu, hata kama wengine wataona tofauti, lakini wenyewe hawajali hicho kitu. Wanakuwa wamekaa na wanamsifu, maana wanampenda nani? Wanampenda Mungu. Na wamejitoa kwa hiyo fanya nini? Ya kumshuhudia Yesu Kristo ambaye ni nani? Ni mwana wa Mungu.